Mujibu wa utaratibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2018 ni kwamba siku 90 baada ya uchaguzi mkuu tume inapaswa kuziteketeza nyaraka kama kutakuwa hakuna amri yoyote ya mahakama kuzuia utekelezaji huo. Kwa hiyo tulianza kwa upande wa Pemba baada ya siku 90 ya uchaguzi, na kwa kuwa kulikuwa hakuna zuio lolote la kimahakama la kufanya tume isiweze kuziteketeza kuziharibu nyaraka hizo, na leo tuko kwa upande wa Unguja kwa ajili ya kuziteketeza nyaraka hizo za uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Kuwepo kwa kesi ni swala moja, lakini kuwepo na amri ya mahakama ya zuio ni swala lingine. Kesi ni kweli zipo kesi za uchaguzi kwa Unguja bado zipo. Kwa Pemba nadhani nilipata taarifa kwamba zilitupiliwa mbali kutokana na kasoro tofauti za waliopeleka maombi yale au zile petition. Kwa Unguja zipo petition ambazo nyingine zishasikilizwa, nyingine bado hazijasikilizwa. Lakini petition zile zilifunguliwa bila kuwepo na ombi lolote kwa mahakama la kuzuia uteketezaji wa nyaraka. Kwa hiyo kwa msingi huo sisi tume hatujapokea amri yoyote kutoka mahakamani ya kuweza kuzuia utekelezaji wa sheria. Kwa hiyo kesi inaweza kawepo, kwa sababu uwepo wa kesi inategemea na ushahidi. Inawezekana kwamba ushahidi ambao wanataka kupeleka kule hauhusiani na nyaraka vile vile, ndio maana hawajaweka zuio hilo. Na zuio lingeweza kuwekwa hata na upande wa mwanasheria mkuu. Upande wote wanaweza kuweka zuio kama katika kesi ile wanategemea watatumia hizo nyaraka, lakini hamna loweka pande zote. Kwa hiyo sisi kama tume inabidi tufuate tume atakwa sheria, kwa sababu tusingefanya hivyo it means tungekuwa tuko kinyume na sheria. Kiukweli ni kwamba sisi tunafuata sheria. Kwa mtu yote ambaye ataona kwamba labda tunaenda kinyume na sheria, anaweza kwenda kushtaki mahakamani na mahakama itasema kwamba tuko sahihi au hatuko sahihi. Lakini mahakama ikihitaji tutaeleza kwamba ilikuwa sheria inavyosema. Siku ni 90 ambazo zimewekwa, mahakama ambayo ingeweza kuweka zuio haijaweka zuio, na sisi tumefuata matakwa ya sheria. Basi tume sio waganga wa kienyeji au wapiga ramli kuweza kujua kwamba nini kitatakiwa mahakamani. Sisi sheria imetutaka tufanye hivi na tunafanya. Na sheria ni msumeno nasema. Kwa hiyo hatuwezi kubashiri kwamba ni nini ambacho kitatakiwa baadaye kama mtu hajaomba. Na mahakama unaambiwa si shemeji yako si mjomba wako, itakupa kitu ambacho umekiomba. Na sisi tunategemea amri ya mahakama. Hakuna amri ya mahakama tulioletewa. Na sheria inaeleza ulazima kwamba baada ya siku 90 nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi ziteketezwe. Labda tuwepo amri ya mahakama. Iko wapi amri ya mahakama? Sisi tuna maghala yetu tutatatu yatumie. Sasa tuweke nyaraka ambazo hazina tena kazi yoyote. Kwa sababu gani? Kwa lengo lipi? Kuna sababu yoyote? Na kwa nini watu wamekuja baada ya sisi kusema siku 90 zimepita tunateketeza? Kwa nini wasingekuja kabla hapo? Kuna mtu yote alitokeza kabla hapo? Hawajui sheria, si wanajua? Si wana sheria wanaita wanasheria.